Na kusalimu kwa jina la Yesu, nikishukuru kwa sababu unaendelea vizuri katika ulimwengu huu na Mungu. Ninaamini ya kwamba yale yote ambayo yanatendeka katika maisha yako ni mafundisho ambayo Mungu anataka ukapate kuyaelewa, ili ukakae katika hii dunia ukimuelewa yeye ni nani. Yote ambayo unapitia katika maisha, hakuna kitu ya kwamba hatukuna mahali ambapo shetani anataka kukuongoza na kukupotosha. Yote ni mafundisho ya Mungu ya kwamba ukapata kumjua. Kuna mahali ambapo tumekuja tukapotea kama watu wengi katika hii dunia. Mambo yote ambayo tunapitia ndani, badala ya kujua kwamba ni Mungu anataka tuyajue, na kuna mambo ambayo Mungu anatufundisha katika kila jambo ambalo tunapitia katika maisha, tunakuja kukwepa hapo mahali na kuanza kuwekea kila kitu shetani. Na tunapoingia katika uchambuzi wa kumtambua shetani, tunajipata kwamba mtu mwenyewe ndiye shetani, kwa sababu wakati unakataa yale mambo ambayo Mungu anataka uyatende, wewe mwenyewe hapo na hapo umeshakuwa shetani. So nataka nikuambia kwamba vile unaendelea katika maisha, yale ambayo unapitia yote Mungu anayajua. So ninakusihi tu kwa neema ya Mungu ya kwamba tafadhali endelea kugundua kwamba maisha ni shule. Endelea kujua katika maisha ya kwamba kuna mambo ambayo unapitia ndani, ili Mungu aendelee kukufundisha ukawe chombo katika hii dunia ambacho utakikaa ukimjua Mungu. Nataka kuzungumza kwa ajili ya neno moja, ya kwamba kama kuna kitu unafaa kujivunia katika hii dunia, ni wokovu peke yake. Hakuna kitu kingine ambacho unaweza kusimama na kuanza kujivunia kando na wokovu. Wokovu ndio ule kuleta katika hii dunia. Wokovu ndio unafanya kila kitu katika maisha yako. Yale mengine yote ambayo unahitaji katika maisha yanatokana na wokovu. Hayatokani na juhudi zako, hayatokani na umaarufu wako, hayatokani na cheo ambacho uko nacho, hayatokani kwa sababu ya connection ambayo uko nayo. Yanatokana kwa sababu ya wokovu. So ningetaka tusome neno katika kitabu cha Yeremia mlango wa 9. Yeremia mlango wa 9, alafu tunasoma mstari wa 24. Neno linasema hivi: anayetaka kujivuna na ajivunie jambo hili, kwamba ananifahamu. Kwamba anajua Mwenyezi Mungu kutenda mema. Hufanya mambo ya haki na uadilifu duniani. Watu wa namna hiyo ndio wanipendezao mimi, Mwenyezi Mungu nimesema. Ani Mungu anasema ya kwamba mtu yeyote mwenye angetaka kujivuna, wanawe Mungu anasema ajivune kwamba ananifahamu. Nimekuwa nikiendelea kusema na nitaendelea kusema siku zote, ya kwamba ukijivunia kitu kingine kando na wokovu, ukijivunia kitu kingine kando na wewe kujua Mungu na kujitenga na dhambi, mpendwa, hapo umepotea. Mungu mwenyewe amesema hivi: mtu yoyote anayetaka kujivuna, ajivune ya kwamba anamjua. Anajua Mungu ni nani, Mungu anatenda haki, Mungu ako katika uadilifu. Watu kama hao ndio Mungu anawapenda. Wapenda, tumepotea sana sana, lakini mafundisho yataturejesha katika njia iliyo sahihi. Watu wengi tumejivunia vitu vingine ambavyo ukiangalia unasema kweli watu wamepotea. Mtu anajivunia hata dhambi. Unapoangalia yale mambo ambayo watu wanapost katika mitandao, utapata kwamba watu wanajivunia hata kutembea uchi. Mtu ameamua kujivunia kutembea uchi, na ametafuta nguo ambayo inaonyesha uchi wake, ndiye anajivuna nayo. Mtu anajivuna wakati ameenda kwa baa, amelewa, amepata pale makahaba, hapo ndio huyu mtu anapost zile vitu akijivuna. Wapendwa, ni Mungu tu atatusaidia. Mungu akasema ya kwamba yeyote anayetaka kujivuna
hafai kujivunia kitu kingine. Unafaa tu kujivunia kitu kimoja. Kumtambua Mungu, kuelewa Mungu ni nani. Kitu kikubwa dunia mzima. Nimekuambia kwamba unapokaa katika hii dunia, lengo kubwa la wewe kuwa katika hii dunia sio lingine, ni wewe kumjua Mungu. Ndio maana Mungu mwenyewe anasema kwamba nitafuteni kwanza, mengine yote mtapewa bure. Baada ya kunitafuta, baada ya kunitambua, lazima uelewe ya kwamba Mungu ndiye anapeana yule Mungu ambaye unatafuta. Lakini unaambiwa ya kwamba Mungu apeani mke ni akili zako na macho yako. Hisia zako vile utaona, vile yule anayekupendeza wewe chagua huyo, weka kwa nyumba, endelea kuishi. Mungu hahusika kwa kukupatia mke, lakini anahusika kwa wewe kuja katika hii dunia. Anahusika katika kuumba wewe, anahusika katika mpango zote za maisha, lakini umefika hapa unaambia kwamba Mungu hahusiki hata wewe kwa mambo yako ya kupata kazi. Wewe toka, enda utafute kazi wewe mwenyewe, yenye utapata, endelea kuabudu Mungu. Tayari hiyo ndio kazi Mungu amekupea. Kuna mafundisho mengine yataonekana kuwa ni mafundisho mazuri, na wanayofundisha ni watu ambao wamekomaa katika wokovu na ni wazee, watu ambao wako na heshima, lakini mafundisho ya upumbavu. Mimi nakwambia ukweli. Kama tunasema ya kwamba Mungu ndiye ametuumba, wapendwa, Mungu ndiye kuna programu yetu ya maisha. Kwa nini inapofika wakati wa kwenda katika mambo fulani, huyu Mungu hatumhusishi ndani? Tunasema sasa hii hata alitupatia akili, alitupatia macho, alitupatia kila kitu. Na Mungu mwenyewe huyu mwenye ametupatia macho, ametupatia akili, ametupatia masikio, huyu Mungu ndiye anatuambia kwamba na msifanye jambo lolote bila mimi. Unaposoma Yohana 15 mstari wa 5, Mungu huyo mwenyewe anasema kwamba na hamuwezi jambo lolote bila mimi. Hakuna kitu utafanya bila Mungu. Sasa unaambiwa kwamba huyo Mungu alikupatia macho, alikupatia mdomo. Huyo Mungu amekupatia masikio. Wewe tende kulingana vile unataka. Wanaokuambia ni wale watu ambao wameonekana kuwa ni maaskofu, wanaokuambia hivyo watu ambao wanaonekana kuwa ni wachungaji, wainjilisti ambao wamekomaa, wamebobea katika injili. Unaanza kufuata takataka, unapoenda na kufaulu mwaka mmoja, miaka mbili, unapoanguka watu wanaanza kukuambia kwamba tena wewe ndiye haukufuata yale mambo uliyoambiwa. Wanakugeuka, wanakuja tena na mambo mengine. Watu wangapi wamejivunia zile kazi ambazo wamepata? Lakini nilikuuliza swali moja. Anayepeana hizi kazi ni nani? Aliyekupatia nguvu ya kusoma, aliyekupatia afya, aliyekupatia uwezo huo wa kusoma na kuenda mpaka mahali ulifika hapo. Ile kazi ambayo unapata na ule mshahara ambao unapata ni nani? Unakuja kujivunia kazi yako, unakuja kujivunia ndoa yako. Nasikia tu mtu mzima anasimama na kuanza kusifu mke, anasifu mke, mtu anasifu mume. Kina hakuna mahali nataja Mungu katika sifa zile. Wapendwa, tumerogwa. Nitaendelea kufundisha, sitataka kujua kwamba ni wangapi ambao wanapokea mafundisho na kuyakubali. Hiyo si kazi wangu. Cha maana chenye mimi nafanya, niliambiwa kama Ezekiel, wewe nenda uwafundishe wasikie. Unaposikia maamuzi iko juu yao, kwa sababu Mungu ndiye anafundisha. Unaposikia vile amesema, basi jukumu la wewe kuamua kama utafuata ama wewe kukataa. Hiyo haitasumbua. Mradi na umesikia. Siku ya hukumu utaulizwa, ulisikia kwa mambo hayo? Basi niliyasikia. Ulifanya nini baada ya kuyasikia? Niliambia huyu mtumishi kwamba ni mpumbavu, nikamwambia huyu mtumishi ni mtu haelewi kile anasema. Mimi nilikuwa nimesoma kumuliko, mimi nilikuwa tajiri kuliko huyu mtumishi. Hakuna kitu chochote ambacho anafaa kuniambia. Okay, haina shida, lakini hayo ndio yalikuwa mafundisho mimi nilikuwa nikikufundisha kupitia kwa huyu mtumishi. Watu wengi wamejivuna. Mtu anapotoka hapa anapoenda nchi nyingine ya ng'ambo, unasikia ni matangazo kila mahali katika mtandao, ni kujivuna. Kuna mtu anajivuna tu ndio anaenda kupanda ndege mara ya kwanza. Utasikia huyo mtu kila mahali mtandao mzima amejaza ndege. Vile hiyo safari ilianza, vile ameingia katika ndege mpaka vile ameshuka na vile ameenda.
Mtu anajivuna kwenda Amerika, lakini mtu yule hana wokovu. Unajivuna kwamba umepandisha cheo katika kazi, cheo kizuri ambacho kuna mshahara mzuri, lakini huyu Mungu haumjui. Baada ya kupandisha kila cheo, umeenda kutafuta michipuko. Unajivuna baada ya kupandisha hiyo cheo, umepata mshahara, sasa unaanza kulala kwa baa. Vilabu ndio vinakuwa nyumba yako. Baada ya kupata ile pesa, hautulii sasa. Umeenda kutafuta waganga wakusaidie ukatunze kile hicho cheo, ndio ukaendelea kukaa katika hicho cheo na kupata mshahara. Lakini katika hali ya maisha unajivunia kile kitu. Mtu yote ambaye anajivuna na ajivunii vile Mungu amejidhihirisha kwake, haujivuni kwa ajili ya kuwe kumtambua Mungu, kwa ajili ya wewe kujua Mungu ni nani, vile anatenda mambo makubwa, vile Mungu anafanya mambo ambayo wanadamu hawawezi, kujua ya kwamba Mungu ndiye anayefanya mambo yasiyowezekana. Unajivunia mambo mengine ambayo hayastahili. Yale yote ambayo unatenda, utukufu wote unarudishia Mungu. Kuna mambo fulani katika maisha yako walikwambia kwamba hayawezekani, lakini Mungu akayatenda hata kupitia wanadamu. Badala wewe kugundua kwamba alikuwa Mungu, ulianza kusifu wanadamu. Ulianza kusema ya kwamba kama angekuwa huyu mtu, mimi singeweza kufika mahali nimefika. Haya mambo hayangeweza kutendeka vile yametendeka. Kwa sababu haujaelewa ya kwamba yule ambao tunastahili kujivunia, yule ambao tunastahili kurudisha utukufu kwake, sio mwingine, ni Mungu. Unapata mtu wakati amekutana na rais, hiyo ndio itakuwa story, hiyo ndio itakuwa historia katika maisha yake. Kila mahali akienda, nilikutana na rais. Mtu anajivunia kukutana na rais, lakini mtu hajajivunia kukutana na wokovu. Shughuli yote ya maisha ya siku ya leo katika hii dunia, mpendwa, ukuwe wewe ni nani, nataka nikuambie tu neno moja. Kujua Mungu ndio kitu kikubwa. Narudia maandiko. Yeremia mlango ni wa 9, mstari ni wa 24. Anayetaka kujivuna na ajivunie jambo hili. Jambo gani? Mungu anaeleza ya kwamba ananifahamu. Wewe unajivuna ati umenunua gari. Unajivuna ati umepata kazi katika nchi nyingine ambayo haiko hapa Afrika. Unasikia sasa naenda majuu, watu hawatalala. Unajivunia ati kwa sababu sasa umegraduate, sasa uko na diploma, uko na degree, uko na master sasa. Hiyo ndio kitu unajivunia. Unajivunia sasa umefungua biashara, uko na branches mingi. Wapendwa, dunia hii nayo iko na mambo. Mtu anajivuna hata katika mambo ambayo ukiyasikia ni dhambi. Hebu angalia katika mitandao za watu. Enda katika TikTok, enda katika Facebook, kuja hapa YouTube. Enda kila aina yote ya social media. Angalia yale mambo ambayo watu wanajivunia. Watu wanajivunia dhambi, wapendwa. Ukiangalia kuanzia kwa kichwa mpaka kwa vidole vya miguu, watu wanajivunia dhambi. Mtu anajivuna vile amebadilisha sura yake. Mtu amekataa sura yake, ameamua kwenda kujibadilisha. Anatumia mafuta ambayo yamemchoma ngozi, yamemharibu ngozi. Mtu yule hata anapopata shida, wanasema kwamba hata hawezi enda operation akafanyiwa. Sasa huyu ndio mtu ambaye amejaza mtandao na mambo ya kujivuna. Kwa sababu gani? Ya mafuta ya kujichibua. Mtu amejivuna kwa ajili gani? Amekataa hata meno ambayo alipewa na Mungu. Ametafuta meno nyingine ambayo inakaa dhahabu, ameweka kwa mdomo. Ndio kitu ambacho mtu anajivunia. Mtu anajivunia kwa sababu amekataa. Sikio alizaliwa kutoka katika tumbo ya mama yake akiwa mtu mzuri, wapendwa. Lakini mtu amekataa, ameenda ametafuta vitu, ametoboa sikio mzima, amejaza vipini, amejaza vitu vingi katika sikio. Mtu yule hata unashangaa analala aje. Anaharibu mwili wake na mashimo katika sikio. Hili ndio jambo la huyu mtu anajivunia. Mtu mzima ameenda kwa mapua, ametoboa mapua, amejaza vipuli ndani. Hata wengine macho wameamua, wametoa hata hizi nywele za macho, wametafuta vitu zingine, wamejiwekea na glue. Hiyo ndio kitu ambacho utapata mtu akishafanya anaanza kujivuna.
mtu ameenda ametafuta vitu zingine za kumsaidia hata kuongeza matiti yaonekane ya kwamba yamesimama, akavutie watu wakamtongoze. Una vile vitu ambavyo tunajivuna navyo. Angalia mitandao za watu. Kusema ukweli, ukitaka kujua hata wale wachungaji ambao wameokoka, ukitaka kujua mtu ambaye anasema ya kwamba anamjua Mungu, enda katika mtandao, angalia yale mambo ambayo anayatenda pale. Yatakuonesha huyu mtu ni nani. Angalia katika maisha yale mambo ambayo anayafanya mtu huyu akiwa peke yake, yale mambo anayafanya wakati hako katika ibada. Unajua kuna mambo ambayo watu wanayafanya wakiwa katika ibada kwa sababu ya watu. Wale watu ambao tunasema tumeokoka, hatujulikani wakati tumekutana katika ibada, vile tumevaa na vile tunaongea katika ibada. Kwa sababu vile tunavaa katika ibada, vile tunaongea katika ibada, vile tunatenda katika ibada, tofauti vile tunafanya wakati hatuko ibada. Wewe umeshajua hilo? Ukitaka kujua watu ambao wameamua kumfuata Mungu, waangalie wakiwa peke yao. Vile mtu anafanya mambo yake, angalia vile anaongea na watu wakati ambapo sio wakati wa ibada, wakati ameingia katika kazi, amepatana na watu ambao bado hawaja kuwa na neema ya wokovu. Angalia vile anashirikiana na wale watu. Angalia yote ambayo anayatenda pale. Wewe umeshagundua kwamba kuna mavazi ambayo watu wanavaa katikati ya wiki na mavazi ambayo watu wanavaa siku ya ibada, wakati ambapo unasikia kwamba kuna mkutano wa ibada, tuko na mkesha, tuko na sijui na fellowship, sijui tuko na crusade mahali, sijui tuko na mkutano wa revival ama conference. Kuna mavazi ambayo na kuna vile watu wanaongea na kuna vile watu wanafanya katika hizo mikutano tofauti na vile wanafanya katika kazi zao. Umeshagundua hivyo? Jana tukapata mtu mwingine akatuambia kwamba amekuja kugundua ya kwamba watu waovu zaidi wako ndani ya kanisa. Hata imemfanya huyu mtu ameona ya kwamba hakuna hata haja ya kuingia katika kanisa. Unasikia vile mtu alikuwa anaongea mambo ambayo ukiangalia katika ukiwa na nia safi utapata ya kwamba ni ukweli, because mtu mwenyewe anasema ya kwamba unapoangalia sahi katika dunia hii, waovu wengi wamejificha katika kanisa. Watu ambao wamekuja kutenda mambo maovu wamekuja kugundua kwamba mahali ambapo watakaa salama ili watu wawache kuwajua yale mambo ambao wanayatenda maovu, wameamua kuenda kujificha wapi? Katika kanisa la Mungu. Mpendo, nataka nikwambie, hata unapokuwa mfalme usijivunie kuwa mfalme. Hapana, jivunie ya kwamba Mungu unamjua na unajua anataka nini na unatimiza yale ambayo anakuambia. Hata wewe kama ni jeshi, amri sijui nani, sijui wewe ni senior, wewe ni major, sijui wewe ni nani, sijui katika maisha haya ukiwa na wewe ni tajiri kiasi gani, uko na cheo gani, uko na umaarufu gani katika hii dunia, wacha kujivunia kile cheo chako, jivunie Mungu. Sababu Mungu akisema ya kwamba utoka katika hicho cheo, basi mpendo utatoka. Kuna jamaa mwingine alikuwa tajiri, kavuna mazao yake akaweka katika gala. Akasema sasa nimevuna, nataka niweke katika gala. So chenye kimesalia ni mimi kukula na kunywa peke yake. Akaanza kujivunia chakula. Mungu akamwambia, wewe mjinga, siku ya leo utakuja. Huyu mtu alikufa hiyo siku. Wapendwa, wengi tumejivunia vyeo vyetu. Wapendwa, tumejivunia masomo. Wapendwa, tunajivunia biashara zetu. Wapendwa, tumejivunia ndoa zetu. Wapendwa, tumejivunia connection. Tumejivunia wale watu ambao tunakaa nao, wakuu wa utawala wa hii dunia. Mtu akikutana tu na gavana, kitu ya kwanza ni kupiga picha. Mtu akipatana tu na rais, kitu ya kwanza ni anataka tu ni vile atapata nafasi ya kupiga picha na rais, apost katika mtandao. Alikuwa na rais. Mimi naendelea tu kufundisha bure kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia na wale ambao wanaendelea kuona kwamba haya mafundisho yatakuwa ya manufaa katika maisha. Nataka nikwambie, cheo ambacho uko nacho, kazi ambayo uko nayo, masomo ambayo uko nayo, heshima yoyote ambayo uko nayo, sijui mambo gani yote ya dunia ambayo uko nayo, usijaribu kujivuna katika hayo mambo kama hujui Mungu.
Nilikwambia juzi ya kwamba mwanajeshi aliyekuwa pale katika gereza wakati Paulo na Sila walishikwa, wakapewa ulinzi wa hali ya juu. Wakati yule mwanajeshi alipoona vile Mungu alikuja katika ile gereza na kufanya mpaka minyororo zenye wakina Paulo alikuwa amefungwa zikawachana, mwanajeshi aliuliza tu swali moja, nifanye nini ndio niokoke? Aliambiwa, amini kwa jina la Yesu. Nilikwambia hata Nebukadneza mwenyewe alipoona ule moto wenye aliweza kuingiza wakina Meshaki ndani, akaangalia katika ile moto watu hao walikuwa 3 na sasa ni 4. Akaangalia na akaona kweli mtu wa 4 ndani ya huyo moto mwenye hakuingiza. Nebukadneza alisema, kama kuna Mungu mwingine watu wataabudu kando na huyu mwenye ameokoa hawa watu kutoka kwa moto, basi watu wanafaa kuuawa. Alijivunia Mungu. Wakati Nebukadneza aliingia kwa msitu miaka 7 kukula nyasi, Nebukadneza anatoka kwa msitu na kusema, bana, nimekuja kugundua Mungu ndiye anainua watu, Mungu ndiye anaweka watu chini. Mungu ndiye anafanya kila kitu. Mungu anaweza kukuinua, akuweke chini, akuweke katikati bila anataka. Hakuna kitu utamfanya, ni yeye kujitukuza katika maisha yako. Unajivunia nini katika maisha kando na wokovu? Unajivunia nini kando na wewe kumjua Mungu? Mimi najivunia, nilikwambia kuanzia jana, ninajivunia kuwa mwinjilisti. Najivunia kwa hekima, najivunia kwa maarifa, najivunia kwa busara, najivunia kwa mambo makubwa ambayo Mungu amenifunulia, ambayo sikuweza kuyajua wakati nilikuwa hata katika shule. Nimejivunia mambo ambayo hata wazazi wangu hawakuweza kunifundisha, nimeyapata hapa bure. Najivunia mambo ambayo hata utawala wa hii dunia haujaweza kunifundisha, mambo ambayo hata ukienda katika masomo ya mwili hautayapata. Nakwambia ukweli, masomo ya mwili tulikuwa tunasoma historia tukiambia kwamba mtu hakuumbwa, ati mtu alichipuka. Sijui alikuwa mfano wa nyani, akaanza kukuja mpaka kuwa mtu hivyo. Swali ambalo huwa najiuliza ni moja, kama huyu mtu alichipuka hivyo, alikuwa anaenda ki-advance, saa hizi watu wangekuwa tuna vidole 20. Saa hizi tungekuwa na watu ambao wako na macho hata 70. Kwa sababu kama unaposema huyu mtu aliendelea kwa advance, saa hizi bado ule mtu ambaye alikuwa tuna macho 3 ndio yule tu ako tuna macho 3. Alafu natuambia huyu mtu ame-advance nini? Yule mtu alikuwa tuna vidole 2 ndio yule tu mpaka saa hii. Alafu unasema kuna advancement. Mpenda, tutaendelea kufundishana mambo ya Mungu. Yeyote anayetaka kujivuna, atajivuna kwa sababu gani? Anajua Mungu. Na Mungu kumjua ni kuelewa anataka nini katika maisha yako. Kumuuliza na kuendelea kuzama ndani ya mawazo ya Mungu, kujua mapenzi yake, mipango zake kwa maisha yako ni gani. Anayetaka kujivuna, naweza kujivuna kwa sababu tu ya hekima ambayo Mungu amenipatia hii ya bure bana. Nilijaribu kusoma katika shule, nikapata kwamba kuna vitu vilikuwa vinanikanganya. Lakini nimefika hapa mahali sikanganyiki tena. Nimeshafunuliwa mambo ya bure bila kusumbukana. Anayenifunulia nani? Ni huyu Mungu ambao nimezama ndani mwake nikapate kujua yeye ni nani. Ninajivunia Mungu, ninajivunia wokovu, ninajivunia matunda ya Roho Mtakatifu, ninajivunia kuelewa silaha za Roho Mtakatifu, ninajivunia vipawa vya Roho Mtakatifu. Najivunia sana. Kama kuna kitu naweza kujivunia, Mungu kunifanya kuwa mwinjilisti. Ili kila siku nikawe tunatangaza habari zake. Kila siku tu katika kichwa changu nimejaa na mawazo ya Mungu peke yake. Kwa sababu yale mengine yote ambayo ninahitaji anayajua yeye mwenyewe, ndiye ameniambia, na yeye mwenyewe anasema ya kwamba atanishughulikia. Lakini kichwa changu kimejaa injili. Wakati kichwa cha mtu kinajaa mawazo ya dunia, kichwa cha mtu kinajaa vipodozi. Mtu amefika mahali kichwa chake kimejaa vipodozi. Bila vipodozi yule mtu hawezi hata kutoka nje na kutembea. Mtu amejaa kichwa yake imejaa mambo ya upodozi, anaona hata asipotumia vipodozi anaona ya kwamba hayuko salama. Yule mtu hayuko salama. Lakini alipotoka katika tumbo la mama yake alitoka na hizo vipodozi. Hiyo ndio swali.
alitoka akiwa salama. Watu wakashukuru, wakasema Mungu asante kwa kuleta hiki kiumbe katika hii dunia. Ulikuja bila herini, ulikuja bila kutoboa mapua, ulikuja bila kunyoa hiyo style ambayo unaona kwamba kabla hujanyoa hiyo style hauko salama. Ulikuja hata bila hiyo mavazi ambayo unavaa saa hii, unaona kwamba bila haya mavazi hauko salama. Unaona mahali ambapo tumeangukia. Alafu kile ambacho kinanishangaza, wale watu ambao tumeokoka, hata hatujivunie huyu Mungu. Njia moja ya kujivunia Mungu ni nini? Unapompata kumjua, sasa toka nje. Anza kufundisha watu mambo ya Mungu. Kufundisha watu mambo ya Mungu sio lazima ukuwe na kurusedi pale kwa stadium. Hiyo pia ni njia moja ya kufundisha watu. Kufundisha watu njia ya Mungu sio lazima ngoje siku ya ibada ya Sunday mahali ambapo kuna madhabahu ambayo yameinuliwa ndio uende usimame pale uanze kufundisha Mungu. Katikati ya wiki hakuna mtu amefundisha mambo ya Mungu. Mimi nashindwa na watu. Hii ndio shida tuko nayo katika Injili. Wakati wale watu ambao tumeshamjua Mungu, unaelewa? Watu ambao tumeshamjua Mungu, tukaambiwa kwamba tumepewa madhabahu ni dunia mzima, kila mahali penye huko tangaza Mungu. Lakini tumerogwa tukafikiria kwamba madhabahu ni mahali ambapo pameinuliwa, mahali pamejengwa na mikono za wanadamu, hapo ndio tunafaa tuende tufundishie watu Mungu. Kuna mahali tulirogwa. Wakati Mungu mwenyewe ametuita akasema nimewaita, nimeshawachagua sasa. Nendeni duniani kote fundisheni watu mambo yangu. Kila mtu ambao unampata mueleze mambo ya Mungu. Muulize, wewe unajua Mungu yupo? Akisema unajua Mungu yupo, anahitaji nini? Mfundishe kukaa katika maisha ya kiungu. Utakuwa msaidia ule mtu kuacha usherati. Kama alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya usherati, ngono kabla ya kuoa, utakuwa umemsaidia yule mtu atajitenga na hayo maneno. Kama alikuwa ni mzinzi, alikuwa mtu wa kuchukua wake za watu, wanaume za watu, yale mafundisho ambayo umemfundisha yatamsaidia. Kama angepatikana mahali na akaweze kuuawa, yule mtu utakuwa umeshamuepusha. Kama ilikuwa ni bangi na madawa za kulevya, zimemharibu hata meno, zimemharibu hata mwili, hata mdomo wake wote umeharibika. Kama ni vitu ambavyo anatumia katika mwili, vipodozi, vimemharibu, ngozi yake imechipuka, amekuwa kama chui, utakuwa umemsaidia mtu yule kurudi katika ile ngozi yake ya halisia. Unajua utakuwa umemfundisha vyema mapendo. Hiyo ndio kazi ambayo tumeambiwa tufanye. Mtu alikuwa jambazi sugu na alikuwa ametisha watu mtaa kwa sababu akona bunduki. Huwezi ongea juu yake. Ukiongea juu yake anatuma majambazi wanakuja kukuua. Umekuja umemwambia ndugu, kulikuwa na watu kuliko wewe. Lakini walibadilika. Yule mtu angeangamia katika njia tofauti. Umekuja umemfundisha, umemsaidia. Yule mtu amejua, amewachana na ujambazi, amewachana na ugaidi. Kama alikuwa mganga, umemwambia kwamba mpendo, yale ambao unayatenda sio mazuri. Yale ambao unayafanya ni kwa sababu ya kujifurahisha tu. Haya mambo yako na malipo ambayo yatakulipa, na mambo yale malipo yale yatakutesa wewe na maisha yako. Umesaidia mganga, amewacha uganga. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu ametuitia. Ili dunia hii watu wakae katika maisha ya amani. Kwa nini Mungu ametuita? Kwa nini Mungu ametuchagua na ametuambia kwamba tuende tueleze watu yeye ni nani? Tufundishe watu wajitenge na dhambi. Wakati tumefundisha watu wamejua Mungu, wamejua dhambi ni nini, wamejitenga nayo, basi katika hii dunia tutakaa na maisha amani. Haya mambo ambayo yanafanyika katika hii dunia, mtu amerepu mtu, tumefundisha mambo ya ubakaji, mtu amejua kwamba ni mbaya amewachana, mtu ameua mtu anaua mpaka mke, anaua mpaka watoto, mtu anaua mpaka wazazi, ili apate mali ya hii dunia, ajitajirishe nayo. Tukipata watu tuwafundisha, wawachane hii tabia mauaji, tutakuwa tumefanya kazi kubwa. Na hiyo ndio kazi Mungu ametuitia, tujivunie hiyo. Lakini tumewachana hiyo, tumejivunia ile pesa ambayo tuko nayo kwa banki. Tunajivunia wale watoto ambao tumezaa. Tunajivunia zile biashara ambazo tunafanya, hata biashara za magendo. Unajivunia kuuzia watu mihadarati, madawa ambazo zinaharibu watoto wa watu, wanakosa hata kuendelea na masomo. Umefungua biashara ya kuuzia watu kondom, wewe ndio unasambaza usherati na uzinzi. Hiyo ndio kitu ambacho unasikia inakuingizia pesa. Umejivunia kwa biashara ya baa, hiyo ndio biashara ambayo inakusaidia, unaingiza pesa kila siku, watu
wanakufa pale, kama ni magonjwa mahali pale ya kisonono, kaswende, ukimwi, kwa baa yako. Na hiyo ndio kitu ambao unajivunia. Na unakuja na hiyo pesa kutoa katika kanisa, na watu wanasema ya kwamba unafanya kazi kubwa kwa sababu pesa yako yenye unatoa katika baa ni nyingi kuliko ya ule mtu ambaye anauza kwa kibanda. Unapokuja nayo kwa kanisa, wewe ndio unaheshimiwa. Wachungaji wanakuinamia kwa sababu bila wewe huduma zao hazitaendelea. Kwa hiyo baa yako ni watu wangapi wamekufia pale ndani? Mtu amedunga pale mtu kisu. Watoto wa shule wamepotoshwa pale, wamepewa pesa ya kwenda kusoma, wamekuja pale, wamekunywa pombe na hiyo pesa wamemalizia kwa baa yako. Mabibi za watu wameibiwa pale. Madawa za kulevya, kila aina yote ya mambo machafu yamepangwa pale. Majambazi wamekuja katika baa hapo, wamekunywa pombe, wamepanga hapo, wameenda kuua mtu. Alafu hiyo ndio kazi ambayo unajivunia ya kwamba inakuingizia pesa. Na umeshagundua kwamba vile vitu ambao watu wanajivunia vitu hivyo vingi ni dhambi. Nimekwambia angalia katika maisha ya watu vile vitu wanajivunia. Kuanzia katika kichwa yake, mtu amekataa ile nywele ambayo alipewa na Mungu, ameenda kutafuta kala fulani aweke katika nywele ambayo inaonekana kwamba ameidai. Ile kala ambayo anataka kuambia Mungu ya kwamba mimi hizi nywele zilikuwa zinatakana zikuwe blue, zilikuwa zinatakana zikuwe green. Na mtu ako katika tandoa, anapokosa kupewa hiyo pesa kwenda katika saluni akitengeneza hiyo nywele, anaanza kutishia bwana ya kwamba anarudi kwao. Ungekuwa unasema ukiwa kwenu. Mambo ya kutishia watu, hiyo mambo ilikuisha my friend. Tafuta watu wengine ambao utatishia. Hiyo ndio kitu ambao unajivunia. Mpaka siku ya leo, hebu angalia vile vitu ambavyo katika mtandao, vile vitu ambao wanawake wengi, wanadada wengi wanajivunia. Mtu amejivuna atameenda mahali amedungwa shindano, amepewa pembe za kufurisha nyuma, akitembea anatingika. Hiyo ndio vitu watu wanajivunia. Ndio siku ya leo kila mtu katika hiyo mtandao chenye anafanya ni kuhakikisha kwamba makalio yake yanatishia watu. Kutumia tembe, kudungwa shindano, kufanya kila sijui hata vitu zingine sielewi, lakini watu wanafanya mambo haya yote ili wakapate umaarufu. Hiyo ndio vitu wanajivunia. Najivunia uende maana udungwe shindano, ufurishe kifua, uonekane kwamba wewe ni tisho. Lakini wokovu haujui. Mambo ya Mungu yenyewe haujui. Ndio unaona kwamba watu wanajivunia mambo yale ambao ni ya dunia, lakini unapata mtu amesoma. Ndio mimi naendelea tu kuongea. Mtu amesoma lakini anaenda kuinamia simiti, anaenda kuinamia mchanga, mawe yametengenezwa, anaambia kwamba huyu mtu ni Maria, anaambia kwamba huyu mtu ni Yesu, anaambia kwamba huyu mtu ni Petro. Mawe yamechongwa, yamepakwa rangi, unaambia kwamba huyu ni Yesu, na unainamia na uko na degree, uko na master, uko na diploma bwana. Umesoma, nayo masomo ndio watu wanakuheshimu nayo, lakini bado unaenda mahali kuinamia msalaba wa mbao, ukiambiwa kwamba ule msalaba utakusaidia. Unaenda mahali unauziwa mafuta ya kusaidia katika biashara. Masomo yenye umesoma yote mpaka watu wanakuheshimu nayo, bado unanunua mafuta, bado unapewa mshumaa kusaidia katika maisha, bado unapewa rozari utembee nayo. Kweli mpendwa, na hiyo ndio kitu najivunia. Hayo masomo ambao unajivunia hata hayawezi kukufanya uelewe ya kwamba msalaba, mbao, muti hauwezi kukusaidia katika maisha. Atusirogwe. Mafuta haya ya ng'ombe ati mafuta ya anointing ambayo inauza supermarket, wenye wametengeneza ni watu wengine, hata wengine ni wezi, hata walevi ndio wametengeneza yale mafuta. Unaambia kwamba haya mafuta yatakusaidia. Watu ambao wanapingana na wewe hawatapingana na wewe. Na kweli umesoma, kweli wapendwa. Unapoambiwa unikukasirika na kusema kwamba huyu mhubiri atumie matamshi mazuri, hapana wapendwa. Tunajivunia vitu zingine ambazo hazitusaidii katika maisha, tunakosa kujivunia Mungu. Na maliza nikisema mtu yote ambaye umeokoka, kama umekuwa ukijivuna na haujivuni vile
unajua Mungu, haujivuni vile unajua dhambi na kufundisha watu wajitenge nao. Haujivuni kulingana na vile unajua nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu. Haujivuni matendo makubwa ya Mungu, ishara za Mungu, miujiza za Mungu. Unajivunia mambo mengine ambayo Mungu hataki ujivune nayo. Rekebisha siku ya leo. Watumishi ambao kila siku ya ibada tunaamuka katika kanisa na tunaanza tunainua familia zetu. Hebu angalia vile mke wangu yuko katika ibada. Wewe peke yako katika ibada, watu wamejaa katika ibada maelfu, watu mamia. Wewe pekee ndio unainua mke hapo, na kuna watu wako na mke. Unaanza kusifu mke wako, unaambia mke wako azunguke, watoto wako wazunguke katika ibada. Watoto wako ndio wamesoma, watoto wako wako na hekima. Unaanza kujivunia familia yako katika ibada, na kuna watu wako pale wako na familia hata kuliko yako, wako na mke hata kuliko huyo wako. Unapoambiwa unasema hapana. Watumishi wa siku ya leo, hawa vijana hawaongee mambo ambayo ni mazuri. Jivunie Mungu. Jivune kwa ajili ya wokovu, jivune kwa ajili ya neema za Mungu, jivune kwa sababu ya mambo ambayo Mungu anataka, vipaji vya Roho, matunda yake. Utakuwa iko salama. Wale ambao mnaendelea kufuatilia ujumbe, mafundisho haya na mengi utayapata tena katika mtandao wa YouTube ambao umeandikisha kwa jina la Believe and Obey the Only True God. Katika mtandao wa Facebook ni hapa utapata Believe Obey. Katika mtandao wa TikTok utapata Believe and Obey Jesus Only, ama Gospel at 3030. Hapo ndipo utaendelea kufuatilia haya mahubiri na mengine kwa utukufu wa Mungu. Ukawe na wakati mwema. Kama kuna kitu ambacho umepungukiwa katika maisha, kama kuna magonjwa yanakusumbua, kama kuna ukosefu wa pesa katika maisha yako, kama kuna ukosefu wa makazi, kama kuna ukosefu wa chakula, ukosefu wa mavazi katika maisha, kama kuna ukosefu wa kazi, biashara yako imekuwa ni shida, inaomba ya kwamba yale yote ambayo umepungukiwa katika maisha yako, wacha Mungu mwenyewe akujaze, ajaze hapo mahali, kwa sababu mwenyewe alisema kwamba mnitafute na mengine yote nitawazidishia. So ninaomba Mungu akuzidishie chakula katika maisha yako, akuzidishie mavazi, akuzidishie makazi, akuzidishie pesa, akuzidishie kama ni katika biashara yako, akuzidishie mengine na mengine na mengine katika maisha yako, na itakuwa ni vyema. Ukuwe na wakati mwema, kaa katika utakatifu, na zaidi ya yote endelea kufundisha watu mambo ya Mungu, na Mungu akutende mema.